Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Mwangaza FM na Mwangaza Digital, karibu kwenye tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 7. Hakika hakuna mashaka yoyote kwamba ibada kwa damu takatifu ni silaha ya ajabu kwa wakati wetu. Hawa wamemshinda kwa njia ya damu ya mwanakondoo. Ni jinsi gani tunapaswa kueneza zaidi na zaidi utukufu wa ibada hii muhimu kabisa. Hakika hakuna mashaka yoyote kwamba ibada kwa damu takatifu ni silaha ya ajabu kwa wakati wetu. Hawa wamemshinda kwa njia ya damu ya mwanakondoo. Ni jinsi gani tunapaswa kueneza zaidi na zaidi utukufu wa ibada hii muhimu kabisa. Katika dunia yenye vurugu, changamoto za kiroho na mashambulizi dhidi ya imani, Mtakatifu Gaspari del Bufalo anatualika kwa ujasiri tuikumbatie ibada kwa damu takatifu ya Yesu Kristo kama ngome ya wokovu. Damu hii iliyomwagika Kalvari si ishara ya huzuni, bali ni alama ya ushindi. Ni katika damu ya mwanakondoo ndipo tulipopata ukombozi, msamaha wa dhambi na tumaini la uzima wa milele. Ukirejea katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 11, nayo inasema, nao akamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Mtume Yohane anatuonyesha kuwa mapambano ya kiroho si mapya, bali ushindi daima unapatikana kupitia damu ya Yesu. Hii ndiyo silaha isiyoshindwa, inayomfukuza shetani, inayosafisha dhamira na kutufanya wapya. Mtakatifu Gaspari alilifahamu hili kwa kina, ndiyo maana maisha yake yote aliyaweka kwa ajili ya kueneza ibada hii, si kama desturi tu, bali kama mwanga wa dunia iliyopotea katika giza la dhambi. Kwa hiyo, thamani ya damu ya Kristo haiwezi kupuuzwa wala kuwekewa mipaka. Ni zawadi kuu ya upendo wa Mungu. Katika kila misa takatifu, damu hii inamwagika tena kwa namna ya kisakramenti ili kuihusisha roho zetu. Ibada kwa damu takatifu ni mwitikio wa upendo huu. Ni kutambua kwamba tumeokolewa kwa gharama kubwa mno, si kwa fedha au dhahabu, bali kwa damu ya mwana wa Mungu. Kwa kuabudu damu takatifu tunajifunza kushika maana ya kweli ya sadaka, toba na huruma. Tunasali si tu kwa ajili yetu, bali kwa ajili ya ulimwengu mzima. Mtakatifu Gaspari alihimiza kueneza ibada hii zaidi na zaidi, kwa sababu aliona kuwa kadiri dunia inavyozama katika ubinafsi na dhambi, ndivyo inavyohitaji zaidi nguvu ya damu ya Kristo kutuokoa. Tukiwa wa Kristo, hatuna budi kuitangaza, kuieneza na kuiishi ibada hii majumbani mwetu, jumuiya zetu na mioyoni mwetu. Mtume Yohane anathibitisha tena akisema, lakini ikiwa tunaenenda nuruni, damu yake mwana wake itatusafisha dhambi zake. Ukirejea waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 1 aya ya 7. Tunaposali, damu azizi ya Yesu turehemu sisi na dunia nzima, tunafungua milango ya neema kwa watu wote. Tunashirikiana na Kristo katika kazi ya ukombozi. Tunakuwa vyombo vya amani, msamaha na huruma. Ibada kwa damu takatifu si ya zamani wala si ya watawa tu. Ni ibada hai yenye nguvu ya kubadili maisha, familia na mataifa. Mtakatifu Gaspari anatuita leo tuitumie kama silaha ya ushahidi wetu. Dunia inahitaji damu hii, kanisa linahitaji ibada hii. Mimi na wewe tunahitaji damu hii. Damu takatifu ya Yesu ili tuwe salama, hai, kiroho na thabiti katika imani. Itukuzwe damu ya Kristo.
Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la damu azizi ya Yesu.